Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimehappen huko mtandaoni. Ni kwamba situation ya Mwijaku bado inaendelea kusakata mitandao ya kijamii, na yeye mwenyewe pia Mwijaku bwana ameposti, kwa sababu tunafahamu kwamba kumekupo na mzozo au kumekupo na kuvutana kati ya Mwijaku na mwenzie ambaye anafahamika kwa jina la Manara. Manara hivi karibuni bwana alipatwa na tatizo. Nadhani kila mtu atakuwa anafahamu kwamba Manara bwana yalimkuta mazito kidogo kwa namna moja au nyingine. Manara aliachana na mpenzi wake wa muda mrefu kidogo, takriban zaidi ya mwaka mmoja. Alikuwa naye katika mahusiano ya ndoa ambaye anafahamika kwa jina la Zailisa. Sasa Manara bwana akaja akazungumza jambo ambalo lilikuwa linaonyesha kwamba alikuwa kama kwa namna moja au nyingine aliamua kuachana Zailisa for real 100%, na taraka inasemekana kwamba ilitolewa, lakini Mwijaku yeye alikuwa yuko upande wa Zailisa, akaanza kumsupport Zailisa na kumpondea Manara, kitu ambacho Manara alichukizwa nacho, lakini alikaa kimya. Lakini kwa hili ambalo limemkuta Mwijaku lilomkuta Mwijaku jana, Manara naye pia akajitokeza naye pia kumponda Mwijaku. Sasa Mwijaku amemjibu Manara kupitia kurasa wake wa Instagram juu katika Insta story, ambapo Mwijaku ameandika kwamba mzungu kaangukia tena pua kwenye UTI sugu, hata sijui alilogwa na nani. Na hii afakamalizia hapo kuandika pumbavu zake. Na hii sio kwamba labda eti unaweza kadhania kwamba eti ni mara ya kwanza Mwijaku na Manara kuwa katika vuta ni kuvute ya maneno huko mitandaoni. Ni kama mara ya pili au ya tatu. Lakini pia kitu kingine ambacho tumenotice ni kwamba Manara alimuintroduce kwamba yuko katika mahusiano, na aliintroduce mpenzi wake mpya. Sasa Mwijaku baada ya Manara kumuintroduce mpenzi wake mpya, Mwijaku akaja akaandika huo ujumbe katika Insta story yake kumkandia tena Manara. Utadhania yeye ya kwake hakuna mtu labda aliyeyaona, au zile video ambazo zimesambaa kuhusiana na michepuko yake kupigana huko watoto wa chuo, ni kama vile Mwijaku anajisaulisha, kama vile ana pretend au anafanya kama vile hakuna kinachoendelea au hajui kinachoendelea mtandaoni. So yeye ndo kwanza anazidi kumsema Manara. Akaendelea hapa Mwijaku kusema kwamba huyu ameendelea hapa kusema kwamba huyu ataishia pale pale kwenye msingi, mtoto mwenyewe ni mali ya umma kwa kanda ya Ziwa. Ameandika hivyo Mwijaku. Lakini hakuishia hapo, akaja akaandika kwamba tena kwamba moja kati ya vijana ambao bado hawajabadilika linapokuja suala la mahusiano ni mdogo wangu Haji Manara. Napaswa kukufunza namna ya kutafuta mke wa namna ya kuchagua mke bora na sio bora mke. Una mengi sana ya kujifunza mdogo wangu kwangu mimi, sema hala, alafu akamalizia DC. Kwa hiyo bwana Mwijaku bado anajifanya yeye ni mwalimu katika masuala ya mahusiano na ndoa kwa ujumla, japokuwa yeye pia ndoa yake inaonekana kama vile kwa namna moja au nyingine imemshinda, kutokana na kwamba amekuwa kila siku akikutwa na mazonge mapya, kwa sababu tunakumbuka kuna issue ya Menina ilitokea, then this time around tena tunaona tena kuna wanafunzi huko wamedhalilishana na kunyanyasana na kufanyana vitendo vya kikatili kisa Mwijaku. Lakini bado anajifanya anawapa ushauri watu wengine kwenye mahusiano kama wakina Manara. So hapa kuna page zimekuja kuripoti kuhusiana na hicho kitu ambacho Mwijaku amekifanya. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba kumekucha leo Mwijaku kaamka na Haji Manara anataka amshauri namna ya kutafuta mke bora. Hapa Mwijaku anaweza kweli kumsaidia kutafuta mke mvumilivu. Mwijaku mshauri, mimi niko hapa navumilia kama mkeo. Kuna mtu ameandika hivyo akiwa na maana kuna mtu amejitolea, amekuja ameweka maoni yake hayo kwamba Mwijaku alipotisha ni kwamba yeye amepata mwanamke mvumilivu. Umeona Mwijaku amepata mwanamke mvumilivu. Yani hapo ndipo alipotisha kwenye swala zima la kuchagua mwanamke, kwa kuchagua mwanamke mvumilivu. Umeona bwana. Kwa hiyo Manara naye pia inatakiwa na yeye atafute mwanamke mvumilivu kama the way ambavyo Mwijaku alivyopata mwanamke mvumilivu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hapa bwana ni kwamba kuna page hapa imeandikwa kuna baadhi ya page hapa imeandikwa kwamba kwa hiyo na yeye pia atafute azonto mmoja amweke ndani, alafu aanze kusambaza UTI live viewoni. Kuna mtu ameandika hivyo. Dorothea Carolina anasema kwamba bwana sema uzuri wa Manara ni live, hauziwi mbuzi gizani. Anachopenda anakitafuta, anachokipenda ni kwamba anajitafutia steki safi kabisa. Kakaangu Mwemba yeye usikubali tena kuwa na demu kama midege ya mishkaki.
wana wivu balaa, maana moyo wao upo karibu sana na ulimi. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine ameandika kwamba bwana, hebu tunamkubali Manara, tugonge like hapa. Kuna mtu ameandika hivyo. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza. Ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.